Ndugu mtazamaji, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limemthibitisha Daktari Mwigulu Lameck Nchemba Maderu kuwa waziri mkuu mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akichukua nafasi ya Kassim Majaliwa ambaye ametumikia wadhifa huo kwa zaidi ya miaka 10. Uteuzi wa Daktari Nchemba umetangazwa rasmi mjini Dodoma na kuthibitishwa na Bunge kwa kura 369 za ndio kati ya kura 371 zilizopigwa, huku kura 2 pekee zikiharibika. Mwigulu mwenye umri wa miaka 50 anatokea mkoani Singida na anajulikana kwa hadithi yake ya maisha yenye kuhamasisha, kutoka kijana mchunga ng'ombe hadi kufikia kilele cha uongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. "Mimi umaskini wa Tanzania sijausoma kwenye kitabu, nimeuishi", alisema mara baada ya kuthibitishwa, akieleza changamoto za maisha ya utotoni yaliyomjenga katika nidhamu na uvumilivu. Mwigulu Lameck Nchemba alisoma shule ya msingi Makunda mkoani Singida, kisha sekondari ya Iliboru na Mazengo kabla ya kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambako alipata shahada 3, kuanzia shahada ya kwanza, shahada ya uzamili hadi shahada ya udhamivu katika fani ya uchumi. Safari yake ya kisiasa ilianza kupanda kasi mnamo mwaka 2010 alipochaguliwa kuwa mbunge wa Iramba Magharibi kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, nafasi aliyoishikilia tena mnamo mwaka 2015. Ndani ya chama amehudumu katika nafasi mbalimbali zikiwemo katibu mkuu msaidizi na mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa. Serikalini, Daktari Nchemba alianza kama naibu waziri wa fedha katika utawala wa Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, kabla ya kushika wizara ya kilimo, wizara ya mambo ya ndani na baadaye wizara ya fedha, wadhifa aliyokuwa nao hadi uteuzi huu. Licha ya changamoto ikiwemo kuondolewa kwenye baraza la mawaziri mnamo mwaka 2018 na aliyekuwa rais wa wakati huo hayati Daktari John Pombe Magufuli kutokana na kasoro serikalini, Mwigulu ameendelea kuwa miongoni mwa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa nchini Tanzania. Kauli yake maarufu na tata zaidi ya mwaka 2021 alipokuwa waziri wa fedha, aliwahi kusema anayehisi afadhali kuhamia Burundi basi na aende tu. Ilizua mijadala mikubwa kuhusu kodi kwenye miamala ya simu kote ndani na nje ya Tanzania. Uteuzi wake ambao haukuwa umetajwa sana katika mijadala ya awali uliwashangaza wengi. Miongoni mwa majina yaliyokuwa yakitajwa ni spika wa bunge mstaafu Daktari Tulia Ackson, Doto Biteko ambaye alikuwa waziri mkuu msaidizi, Paul Makonda mkuu wa mkoa wa Arusha na Profesa Kitila Nkumbo. Kupitia chama cha CCM, William Lukuvi alimsifu akisema, "Tunajua uvumilivu alionao Mwigulu kwa mema na mishale mingi aliyopigwa, lakini hajatetereka." Wakati mwanasheria mkuu naye akiongeza kuwa uzoefu wake unamfanya kuwa mtu sahihi kwa nafasi hiyo. Kiongozi wa upinzani kutoka ACT Wazalendo, Ado Shaib, naye alimpongeza akisema, "Ni mtu mchapakazi, tunakuunga mkono tukiwa na imani kwamba utachapa kazi na kusimamia vizuri rasilimali za taifa letu." Akizungumza baada ya kuapishwa waziri mkuu mpya, Mwigulu Lameck Nchemba alisema, "Natambua ukubwa wa kazi iliyo mbele yetu, kazi kubwa kwa Watanzania wote. Bila amani haya yote hayawezi kufikiwa, tumtangulize Mungu." Aliahidi kuimarisha upatikanaji wa ajira kwa vijana, akitaja mpango wa kuzalisha nafasi zaidi ya milioni 8 za kazi na kusisitiza kuwa uwajibikaji katika ofisi za umma. "Watanzania wote watasikilizwa katika ofisi za umma, nitakuja na fyekeo na rato", alisema, akipigiwa makofi na wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Daktari Mwigulu Lameck Nchemba anakuwa waziri mkuu wa 12 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akijiunga na orodha ya viongozi waliowahi kushika wadhifa huo, akiwemo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Rashid Mfaume Kawawa, Edward Molinge Sokoine, Cleopa Msuya, Salim Ahmed Salim, Joseph Warioba, John Marechela, Frederick Sumaye, Edward Ngoyai Lowassa, Mizengo Peter Pinda pamoja na Kassim Majaliwa. Uteuzi huu unaashiria sura mpya katika uongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku wananchi wakisubiri kuona kama Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ataweza kutafsiri historia yake na kujituma kuwa dira ya maendeleo ya taifa la Tanzania. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chief inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chief.
Hii ndiyo Sauti ya Wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chief, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali huku ukitoa maoni katika ukurasa wetu wa comment section.